Kama una hela ndogo, usisahau biashara hizi kwa sababu nizo biashara ambazo zitakusaidia wewe kuingiza hela kubwa. Ni biashara ndogo lakini zenye mzunguko mkubwa sana wa pesa. Biashara ya kwanza, biashara ya mayai. Watu wengi sana wanaidharau biashara ya mayai na wanaona wanaofanya biashara ya mayai wana mtaji mdogo au hawana mzunguko mkubwa wa pesa. Ukweli ni kwamba unaweza ukaifanya biashara hii kwa sababu kila siku watu wanatumia mayai. Na hii biashara ina operate sehemu zenye mzunguko mkubwa wa watu. Unaweza ukachemsha mayai au unaweza ukauza mayai ambayo hayajachemshwa. Kwa hiyo sehemu ambazo zenye mzunguko mkubwa wa watu, mfano masokoni, madukani, sehemu za supermarket na kadhalika, itakusaidia wewe kufanya hii biashara ya mayai. Mtaji wake hauzidi shilingi 50,000. Biashara nyingine ni biashara ya karanga za kuchemsha. Ni biashara ndogo lakini ina mzunguko mkubwa sana wa pesa na unapokea pesa ndogo ndogo lakini kwa mara nyingi. Unaweza ukauza kwa kupima au unaweza ukauza karanga nyingi za kuchemsha ukamuuzia mtu naye akawa anauza. Usidharau hii biashara. Kama una kijana pia unaweza ukamtafuta kijana ukawa unachemsha karanga unampa anaenda kutembeza. Mwisho wa siku anakuletea pesa. Usidharau hii biashara kwa sababu ni biashara ndogo lakini ina mzunguko mkubwa wa pesa. Na karanga huwa hazikaagi sana. Karanga ni bidhaa na ni chakula ambacho huwaga kina mzunguko mkubwa sana wa pesa. Kwa hiyo haihitaji nayo mtaji wa shilingi 50,000. Kuanzia shilingi 20,000 mpaka shilingi 50,000 unaweza ukafanya biashara ya mtaji wa karanga za kuchemsha au karanga mbichi au karanga za kukaanga. Watu wengi wanadhani lazima uwe na mtaji mkubwa ndio upate pesa. Hapana, unaweza ukawa na mtaji mdogo na ukaingiza pesa nyingi, kwa sababu ule mzunguko wa kila siku wa pesa ndio unakusababisha wewe mtaji wako kukua. Ni bora kukaa na bidhaa ambayo ina mzunguko kila siku kuliko kukaa na bidhaa moja alafu haitoki kwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuwa umekalia pesa. Bora ufanye biashara ndogo ambayo inakuwa na mzunguko kila siku. Biashara ya chipsi. Biashara ya chipsi unaweza ukaanza kwa udogo. Sio lazima uwe na banda, sio lazima uwe na vifaa vyako hivyo vya nyumbani. Unaweza ukafanya biashara ya kuuza chipsi. Unachotakiwa kukifanya ni kuwa na mtaji tu wa viazi na mtaji wa mafuta, kwa sababu unaweza ukauza chipsi kuzipackage na kufanya delivery kwa watu. Kwa umejitangaza vizuri uko unafanya delivery kwa watu. Unachotakiwa kukifanya ni kutafuta wateja na kutafuta location ambayo ina watu wengi. Hii biashara inatoka. Mfano sehemu za center, vituo vya daladala, masokoni, sehemu za mashuleni, sehemu za vioni. Unaweza ukaifanya hii biashara vizuri sana kwa sababu inakuwa na mzunguko wa watu na watu wanapenda fast food. Mtu anaona ni uvivu wa kupika, bora anunue chipsi. Mtu anaona ni bora apoze na chipsi njaa kuliko akaanze kupika. Umeona? Kwa hiyo usifungue sehemu ya kibanda cha chipsi au usifanye delivery kabla haujapata wateja au kabla haujajua mzunguko wa hiyo biashara hiyo sehemu, kwa sababu chipsi unazikaanga. Ukizikaanga sio rahisi kuweza kuzimaintain ule ufresh wake mpaka kesho. Sio rahisi kuweza kumaintain ule utamu wake mpaka kesho. Kwa hiyo zikilala tu zinakuwa hazina thamani tena. Ndio maana nakwambia inabidi uchague sehemu ambayo yenye mzunguko wa watu. Mtaani ambapo kuna mzunguko wa watu na unaona nikiweka kibanda changu hapa mtaani nitauza. Hii biashara haizidi mtaji wake 50,000 kama tu ukianza kwa udogo. Usianze kwa kubwa, usianze kufikiria mabanda. Anza tu kufikiria nitaweka wapi hii biashara. Ukaviweka kwenye videli alafu ukapeleka sehemu ukaweka ukaanza kuuza. Kwa hiyo sio lazima uwe na mtaji wa shilingi 50,000 ndio ufanye biashara. Unaweza ukaanza kwa shilingi 20,000. Viazi sado hata 1 au 2, unaweza ukanunua mafuta lita 1 au nusu, yanakutosha kabisa kuanza hii biashara. Unaweza ukaanza kwa mtaji wa shilingi 10,000. Mtaji wa karanga ni mdogo sana. Za kuchemsha hata za kukaanga ni mdogo sana. Kwanza tu vile viko vyake vya kufungia ni mdogo. Bei yake sio kubwa. Mayai sasa hivi ni mengi sana. Kila kona wanauza mayai. Tafuta sehemu ambayo nauza mayai kwa bei ya chini. Bargain na huyo mtu mwambie na mimi naenda kuuza. Biashara nyingine ni biashara ya vinywaji. Biashara ya vinywaji sio lazima uwe na frame. Unachotakiwa kukifanya pia ni location. Location is the master key kwenye biashara. Location ndio itakusaidia wewe kuwa na mzunguko mzuri. Ukiwa na 50,000 unaweza ukauza maji. Maji carton haizidi 3,200, sio 3,300 sasa hivi.
Nunua maji, weka kwenye deli, weka sehemu ambayo kuna mzunguko wa watu. Ukiweza kuweka sehemu ambayo ina mzunguko wa watu, mfano masokoni, Kariakoo, masokoni, majengo, unapata pesa. Kipindi cha joto ndio kipindi cha kupiga pesa kwenye biashara ya vinywaji. Unaweza ukachanganya vinywaji vya maji pamoja na soda, lakini anza na maji. Yaani wewe unachotakiwa sasa hivi kufanya ni kuanza biashara. Ukiendelea kupata mtaji, unajiongeza taratibu. Unaweka maji yako kwenye friji, asubuhi unayatoa unaweka kwenye deli. Kisha pia unakuwa na barafu kwa ajili ya kuactivate ule ubaridi kipindi cha jua kali. Unaweza ukampa mtu afanye au wewe mwenyewe ukawa unafanya. Unatembeza maji masokoni au una center sehemu ambayo una point sehemu ambayo ina mzunguko wa watu, mfano kwenye vituo vya daladala. Biashara hizi zote ambazo nimekutajia zina mzunguko mkubwa kwa sababu ya mzunguko wa wateja. Ni vitu ambavyo mtu anatumia kila siku. Biashara yote ambayo mtu anaitumia kila siku au inatoka kila siku ni biashara nzuri sana. Kwa hiyo utaongezeka kadri muda unavyozidi kwenda. Biashara hizi zote unauza kidogo, unauza pesa ndogo ndio, lakini unauza kwa mara nyingi sana. Kwa hiyo inakuendeleza kukupa chance za kuweza kukua zaidi na zaidi. Tatizo, watu wanaacha biashara hizi ndogo kwa sababu wanaona wanapokea hela ndogo. Mtu akipokea hela ya mayai 200 au 250 anaona ni ndogo, lakini watu hawajui kwamba msingi wa hiyo pesa ndogo ndio msingi wa pesa kubwa. Mwanzo wa pesa ndogo ndio msingi wa pesa kubwa. Usidharau pesa yako. 1000 bila 50 haijakamilika. Kwa hiyo wewe anza hivyo hivyo na ulicho nacho. Hata Baresa alianza kwa mtaji wa biashara ndogo, akazikuza biashara zake, sasa hivi ni biashara kubwa. Kwa hiyo na wewe unaweza kuanza kwa mtaji wa karanga, lakini ukawa na vision ya kupackage karanga zako vizuri. Kwa hiyo unapoanza ndipo unapozidi kulijua soko vizuri. Usipoanza kwa kuona kwamba hela ambayo unao ni ndogo na mtaji ambao ni mdogo, hautaweza kufikia mafanikio makubwa. Unachotakiwa kukifanya kuanzia sasa ni kuanza biashara ambayo unaitamani kuifanya.